Uko vizuri? Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko salama, mwingi wa rehema. Tuko kwenye jiji la Dar es Salaam, jiji tulivu, jiji lenye amani, jiji ambalo lina harufu nzuri ya kunukia, chini ya mwalimu wetu Albert Charamila, kwa mkoa wa Dar es Salaam. Anafanya kazi kubwa, anafanya kazi nzuri. Uhuru uliokuwepo Dar es Salaam tunajidaia, na ndio maana leo tuko katika maeneo ya kaburi moja hapa tukitia maneno. Haya yote tumshukuru na kuendelea kumwombea mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Charamila kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayofanya katika mkoa wa Dar es Salaam. Na haya maneno bila shaka ni kuelekea kwenye mchezo wa kesho wa dabi. Kesho ni mbali. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia mambo ya kesho kabla ya leo. Na ndio maana nimetanguliza kuomba dua. Nia na mazumuni ya kuomba dua, Mungu akubalie kile ambacho unachokiomba. Kuna muda anaweza kukubali, kuna muda anaweza kukataa. Kubali na kukataa kwenye nini? Lolote lile ambalo unamuomba Mwenyezi Mungu. Kesho mbali. Kesho mbali. Ukimya huu una maswali mengi kwa wadau, lakini pia kwa nyie mashabiki. Upi huo? Kwenye mchezo wenu wa... Hakuna ukimya wote. Simba ni klabu yenye weledi. Simba imeshazungumza. Simba imeshasema. Isipokuwa nyinyi waandishi mnaamua tu kwa interest zenu. Na bahati nzuri msemaji wa Simba juzi mlikuwa nanyi nyinyi pale mechi ya Simba na Kagera, mlimuoji waandishi wa habari, akasema muktasari wa hii mechi atatoa taarifa. Ameshatoa? Hajazungumza. Basi mimi naomba mumtafute ili aendelee kuzungumza. Lakini kwenye hiki ukimya huu unawashangaza sasa kama mechi bali itakuwepo au? Hakuna utaratibu wa mechi kutangaza, aidha unakwenda au uendi. Timu wenye weledi wanaangalia ratiba na kalenda yao inasemaje. Waandishi, mbona hamkutuoji na Kagera? Mlituoji kwa sababu mnakwenda au hamwendi? Waona kwenye mkutuoji tulipoona Geita. Lakini tumetoka kwenye place sasa hivi Simba hawajatokea. Jambo la kawaida kwenye football. Juzi Tabora hakutokea kwenye place. Geita, Kengoldi hawajatokea kwenye nini? Kwenye place. Kama Simba hawajatokea, kanuni za mpira zipo zitakwenda kwa hukumu. Usiwe na hofu, inawezekana kwamba hukutokea, lakini inawezekana pia ukatokea. Lakini kulikuwa na umuhimu mkubwa sana mkitokea. Kwako. Mechi ni kubwa. Kwako. Sisi tunaamini hii mechi inatoa point 3 kama mechi nyingine. Na mechi zote tunachukulia kama mechi. Tumekuwa tumeshuhudia place zote za Simba iwe za mikoani au hapa kwenye uwanja wao wa nyumbani wakiwa wanatokea, ile ni mechi hii tu. Unajua shida mimi unazungumzia nyakati. Kuna nyakati. Nyakati zile, nyakati hizi, nyakati zijazo. Leo hawakutokea. Si ndio? Leo hawakutokea. Na bodi ya ligi wanajua kuna muda mwingine timu zinashindwa kutokea, zikaweka taratibu za kanuni kwenda kuhukumiwa pindi endapo timu inapokosa kufanyaje? Kutokea. Kwa kwenye football hakuna cha ajabu katika hicho. Aidha kutokea au kutokutokea. Maana yake kama hukutokea, kanuni itakwenda kufanya kazi yake. Tunasubiri kanuni ifanye kazi. Yes. Tuko tayari. Ila kwenye maandalizi pengine ukitazama wewe mko tayari kwa ajili ya mchezo. Fadu ndo anaweza akajibu hilo. Mimi ni mshabiki. Naangalia kesho asubuhi nitakavyoamka. Nikiwa na afya njema namshukuru Mwenyezi Mungu, kama sina afya njema namwambia Mwenyezi Mungu unijalie. Kuna kitu Kisugu. Kuna kitu ninakiona kwenye moyo wako. Kipi hicho? Ambacho hutamani kukizungumza. Kipi? Kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwanza nikupongeze, umekuwa mganga wa kienyeji siku hizo, unatabiri kilichokuwa moyoni mwangu. Tafahamiana ndio maana. Nishukuru sana katika hilo. Bwana Mikoi, muda mchache kutoka sasa kurasa za rasmi za klabu ya Simba wameposti huu ni muda wa kulala. Alafu wamewekwa wachezaji wa Simba wakiwa kwenye picha ya motion ya kulala. Wakati huo Simba hawajaonekana kwenye press maalum ambayo inahusisha makocha na wachezaji kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Wewe umezungumza mengi ukijaribu kujiweka kando na hili jambo. Tarehe 7 kuelekea tarehe 8 ya mchezo Simba na Yanga walikuwepo hapa kwenye press, na Ahmed Ali na Ali Kamwe walikuwepo pia kwenye press yao, hata kama mchezo baadaye hukuchezwa. Kwa mustakabali chanya wa mchezo wa kesho, kumekuwa na sintofahamu baada tu Simba kutokonekana. Kwako kwa mashabiki, kwako kwa upande wa mashabiki, unasema nini kwa mashabiki wenzako wa klabu ya Simba kuelekea mchezo wa kesho? Wewe kama Mikoi Kisugu, kwanza niwapongeze sana waandishi wa habari. Mnastahili sana kuambiwa nyinyi wadukuzi. Kwa nini? Kwa sababu Simba wameposti hiyo picha takriban kama dakika 2-3 zilizopita. Lakini mmekwenda kuangalia. Lakini kwanza mmeangalia picha zimependeza. Wachezaji wa Simba wamelala hivi. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Yule alopiga picha kwanza anaitwa Labi, mtaalamu wa kupiga picha. Kwa hiyo mimi binafsi nimefurahi kuingia katika ukurasa wa Simba
kukuta zile picha. Nimewapongeza Simba, na mimi kawaida huwa siku zote natembelea. Na hii ndio ukubwa wa ukurasa wa Simba, mnatakiwa waandishi wa habari mtembee mara kwa mara ili kujua kwamba Simba wameposti nini. Niwashukuru sana, niwapongeze sana katika hili. Stari waamuzi wapo nchi kwa kuelekea mchezo wa dabi tarehe 25, mchezo wa kiporo cha taifa ambacho kitakwenda kuamua ni nani atakuwa bingwa wa msimu 2024-25, ambapo nyinyi Simba pia ubingwa mnataka, mko nafasi ya pili, mmeachwa alama moja na klabu ya Yanga. Kwako kuletwa kwa waamuzi wa kigeni kwenye mchezo muhimu huu, maoni yako kama mshabiki wa klabu ya Simba ni upi? Kama mshabiki kwanza niwapongeze wahusika kwa maamuzi waliochukua. Wamekwenda kufanya maamuzi kwa mujibu wa katiba, wana mamlaka yao ya kufanya kile ambacho walichokifanya. Kwa hiyo swala la kuleta waamuzi katika ligi sio jambo la ajabu. Ligi namba 1 kwa ubora katika bara la Afrika, Misri, tumeona haya yametokea. Ligi namba 2 kwa ubora Afrika, Tunisia, tumeona haya yamefanyaje? Yametokea. Kwa hiyo kama waliopewa madaraka na mamlaka ndani ya ligi yetu ya NBC wameamua kufanya hicho, kikubwa ni kuwapongeza tuisike. Kikubwa ni kuwapongeza tuisike. Na binafsi mimi nimepata nafasi kusoma baadhi na kuona baadhi ya maoni ya wachambuzi wa soka. Sasa wapo ambao wanaamini kanuni haijafuatwa, lakini wapo ambao wanaamini kanuni imefuatwa. Wewe ni mchambuzi mdadisi, wewe ni mshabiki mdadisi. Kwako unaamini hapa kuna mazingira ya kuvunjwa kanuni hapa? Unajua kuna muda isike. Tumshukuru sana Mungu. Yawezekana kuna jambo linatokea kuja kutofautisha. Kutofautisha. Lakini isike niseme jambo moja kidogo. Kanuni imezaliwa kutoka kwenye katiba. Kanuni imezaliwa kutoka kwenye katiba. Katiba inaanza, ikishaanza katiba, kuna sehemu tunakwenda kudadavua, kwenda kutengeneza kanuni. Watoto wa mjini wanasema kuongeza nyama. Ibara ya 75 katiba ya TFF iko wazi. Imewapa mamlaka na madaraka kamati ya utendaji ya TFF kwenda kufanya maamuzi. Sasa kumezaliwa swali jipya kutoka na hilo Mikoi. Watu wanaamini sasa kama tumebaini mchezo wa Simba na Yanga unahitaji kuwa na waamuzi wa kigeni, basi iwe rasmi michezo yote ya Simba na Yanga isiwe na waamuzi wa ndani. Ndio watu wanaamini hivyo. Huu utamaduni usiishie kwenye mechi ya tarehe 25. Wewe kwako unasema nini? Moja, mimi naungana nao. Kwamba dabi sisi na wazawa tena. Mimi moja naungana nao. Lakini naungana nao baada kuona namna ambavyo wao walivyoletwa wanakwenda kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Isike dabi hizi zina mambo mengi. Niwaambie Watanzania. Kuna muda mwingine tunaweza tutakatamka neno dabi kiurahisi tu. Mashabiki 75 wa Al Ahly Misri walitangulia mbele ya Mungu. Nafsi zilipotea kwa sababu ya dabi. Na ndio maana hii leo mimi binafsi nilipata bahati ya kwenda Misri. Nilitembelea Al Ahly. Ukiangia pale kwao mwisho katika ukuta, kama unataka kwenda uwanja mkono wa kushoto, kuna bango kubwa la ukuta limewekwa kumbukumbu ya wachezaji 75 waliokufa kwenye nini? Kwenye dabi. Mashabiki. Yes. Na ndio maana hii leo Al Ahly ukiona wanavaa namba 75 kwenye mazoezi, ni kumbukumbu ya kuwakumbuka mashabiki wao waliopoteza uhai kwenye mechi za dabi. Kwa hiyo dabi inaweza ikaleta mtafaruku kwenye nchi. Dabi inaweza ikasababisha watu wakapoteza maisha. Dabi inaweza ikasababisha watu kuwa maskini kwenye nchi. Na kuna muda wataalamu, kuna maneno wanasema viashiria. Dalili. Yawezekana waliopewa dhamana wameona kuna viashiria. Sasa kabla havijatokea, baki kodi wewe, tulia. Viashiria vya nini tunakuangalia huku? Nchi ijue. Unakumbuka mechi ya kwanza Simba na Yanga? Ipi ya tarehe 8? Mechi ya kwanza ya Simba na Yanga. Muamuzi mdogo wangu. Unaikumbuka? Na vizuri tu. Malalamiko ya mwamuzi yalikuwepo hakuwepo? Yalikuwepo. Ndio viashiria. Ili kuondoa malalamiko ya mashabiki, wenye mamlaka wameamua kufanya hivyo. Na kwenye football cha ajabu hamna. Nimetoa mifano iliyokuwa hai. Kama kuna mwamba anaweza kubisha aje hapa abishe, tuweke mdaro. Football ni mchezo wa wazi, kanuni zipo, katiba zipo. Sio unarukia tu vipaza sauti unasema haijawahi kutokea. Kwa nini unaleta? Waliofanya wana mamlaka kwa mujibu wa sheria 75. Kanuni hiyo. Sheria, katiba hiyo chere. Okay. Sio kanuni hiyo. Okay, hiyo sheria ya football. Sasa kwa hiyo kwa ujumbe kuletwa waamuzi wa kutoka nje ya nchi, tafasiri tunapigilia msumari kwamba nchi hii
haina waamuzi wenye daraja la kuchezesha mchezo wa Simba na Yanga kutoka sasa, si ndio? Isike. Mimi katika watu nakukubali sana Isike. Na tunapokwenda kuuliza maswali dhamira na nia, Watanzania wapate kufanyaje? Kufahamu.